Inaonekana kwamba Tanzania wengi wapo serious kabisa na swala la kuingia kwenye maandamano ya Disemba 9 ambayo yamepewa hashtag ya jina la D9. Sasa hii ni imetokana na baadhi ya picha ambazo tumekutana nazo kwenye mitandao na baadhi ya video ambazo tumekutana nazo kwenye mitandao zikionyesha kwamba kuna vipeperushi ambavyo tayari vimeshaandaliwa vya kuhamasisha Watanzania kuingia mtaani siku ya Disemba 9 kwa ajili ya maandamano. Sasa nilikuwa napita kwenye mtandao wa Maria Stehai Sarungi ambaye ni moja kati ya wanaharakati wa haki za kibinadamu na mwanaharakati pia wa kisiasa ambaye pia ni mhamasishaji wa mitandao ambaye huwa ana kampeni yake ya mitandao inayojulikana kama Change Tanzania ama Badilisha Tanzania. Sasa Maria bana alikuwa ameweka picha na video ambazo zilikuwa zinaonyesha vipeperushi ambavyo vimeshachapishwa kwa ajili ya kuweza kutembeza hamasisho hilo la Watanzania kuingia mtaani kwa ajili ya kuweza kuandamana. Sasa ni vipeperushi ambavyo ukiangalia ilikuwa ni moja imeweka kama imechorwa kwenye bendera ya Tanzania na kuandika kwamba taarifa kwa umma. Na ukiangalia kabisa kwamba taarifa kwa umma ni taarifa ambayo ilikuwa inasomeka kwamba msamaha tumeukataa na sisi sio vijana wake, atulie na sisi tutoe hotuba yetu tarehe 9 Disemba mwaka 2025. Hii ni kumkataa Rais Samia moja kwa moja, anasema kwamba hataki kumsamehe kwa hiki ambacho kilifanyika Oktoba 29. Sasa wao ni muda wa vijana sasa kuweza kulihutubia taifa na njia yao kuhutubia taifa ni kupitia maandamano ya D9 ambayo yanapangwa kufanyika. Lakini ukiangalia nyuma ya kipeperushi hicho ama ukiangalia nyuma ya kipeperushi ambacho kimewekwa bendera, nyuma pia kuna ujumbe ambao umesema kwamba tutokeni wote kwa pamoja, msichome chochote, msifanye fujo zozote, toka na bango lolote lenye ujumbe wako Uhuru Day December 9th. Yes, hapa pia ni ujumbe mwingine ambao umesema kwamba wanatokea wote na kila mmoja anabeba bango lake kama alivyokuwa pia akihamasisha Mange Kimambi na kusema kwamba bango liwe na ujumbe ambao unataka ufikie serikali na uongozi wa sasa hivi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kuna kipeperushi kingine kikubwa kidogo ambacho imeandikwa kwamba tunahitaji haki. Yani anasema kwamba tunahitaji haki, anasema kwamba uchaguzi huru na wa haki. Lakini pia pale kuna picha fulani hivi ambayo imewekwa ya mtoto, ukiangalia kwenye uso wake ni rangi ya bendera ya Tanzania, lakini kuna machozi, sio machozi ya kawaida, ni machozi ya damu ambayo yametiririka kutoka machoni mwake. Pembeni kule pia kuna mishumaa miwili ambayo ni ishara ya majonzi na msiba pia. Sasa ni vipeperushi ambavyo nimekutana navyo kwenye Instagram ya Maria Stehai Sarungi ambaye ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu, mwanaharakati wa kisiasa ambaye na mwenyewe pia ameamua kama kuweka hamasisho lake kwa Watanzania kuingia mtaani Disemba 9. Hii inaonyesha kabisa kwamba harakati za Watanzania, baadhi ya Watanzania ambao wamejipanga kuingia mtaani kwa ajili ya kuweza kudai haki zao bado zinaendelea, pamoja na serikali kuweza kuwahimiza vijana kwamba siku hiyo bana iwe siku ya kawaida tu. Lakini sio siku ya kawaida, ni siku ambayo serikali pia imeahirisha sherehe za uhuru ambazo zilifaa kufanyika, kwa mujibu wa Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa Tanzania, ambaye aliweza kutangaza kwamba Rais Samia Suluhu Hassan aliamuru bajeti ambayo ilikuwa imeratibiwa kwa ajili ya kuweza kufanya sherehe za Disemba 9 za uhuru, bajeti hiyo bana ielekezwe katika kuweza kurekebisha miundombinu ambayo iliharibiwa na waandamanaji ambao waliingia mtaani toka Oktoba 29. Sasa itakuwa ni siku ya tofauti kidogo, pamoja na kwamba wengi walikuwa wametegemea kutana na sherehe za uhuru, lakini itakuwa ni tofauti kidogo mwaka 2025. Sasa sijui una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho umekiona na hiki ambacho Maria Stehai amekifanya kupitia mitandao yake kijamii? Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.